Tabora, unaingia Liti pale Iringa, Singida. Unatoka hapo unakwenda Sokoine Mbeya. Tulikuwa kama Watanzania tumesharidhika na maisha hayo. Hakuna ambaye alikuwa anafikiria kabisa michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa tulikuwa tunapeleka timu 2 pekee, na zenyewe ikienda mechi ya kwanza, ya pili imetolewa. Na timu ikitolewa kwenye michuano ya kimataifa ilikuwa hausikii mashabiki wakilalamika kwa nini tumetolewa. Hata kama itatolewa na timu dhaifu, ili mradi tu ni timu ya nje, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Malawi, iwe Mozambiki, ili mradi imetolewa na timu ya nje, Watanzania tulikuwa tunaridhika kama hakuna ambacho kimetokea. Lakini Simba Sports Club tukaja tukabadilisha mtazamo, tukawaambia na wengine haya sio maisha, twendeni tukashindane kimataifa. Hawakutuelewa mwanzoni, lakini baada ya mnyama kuanza kutupa karata yake kwenye michuano ya kimataifa, hatimaye kila mmoja sasa na yeye akatamani, na mnyama alivyozidi kusogea mbele, ligi ya Tanzania ikazidi kupanda thamani, na hapo tukaongezewa slots na kutimia timu 4 za kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Yote hiyo ni kazi ya Simba Sports Club kuviamsha vilabu vingine ambavyo vimeamka. Kwa vilabu vinne vya Tanzania kufuzu michuano ya kimataifa kwenda hatua ya makundi, anastahili pongezi nyingi, anastahili pongezi zote, anastahili heshima kubwa ni sisi Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo sisi hatumpongezi yeyote kwa kufuzu kuingia hatua ya makundi, bali wao watupongeze sisi Simba Sports Club kwa kuamsha wao kutoka kwenye usingizi wa pono na kuanza kutamani kushiriki michuano ya kimataifa, na sasa wanashiriki michuano ya kimataifa. Ni sisi ndiyo ambao tumechonga njia, ni sisi ndiyo ambao tumeanzisha njia, ni sisi ambao ndiyo tumeanzisha huu mwendo, na kila mmoja sasa anafuata. Na kwa maana hiyo nasisitiza tena, hatuna sababu sisi ambao tuliteseka kutengeneza hii njia, tulidhalilika mwanzo wake kwenye kutengeneza hii njia, tulifungwa 5-3 ikawa ni kawaida, lakini tulivumilia mishale na dhihaka zote hizo ili kuitengenezea Tanzania njia, na leo hii Tanzania imepata njia. Sisi tunastahili pongezi, tunastahili heshima kubwa, na kwa mantiki hiyo hatumpongezi yeyote, kwa sababu kazi hiyo tumeifanya sisi. Kama siyo sisi, mpaka wa leo tulikuwa tunahangaika tu humu kufungana tu wenyewe kwa wenyewe, na watu wameridhika. Swala la kufurahi nimeelezea ndani yake, nimeelezea kinaga ubaga. Msemaji mara mwisho pale airport, dua lako ni kwamba mbaki peke yenu. Dua imebadilika, mmeshafuzu, haijapokelewa vipi? Lakini kwa unairudia tena, taomba nyingine. Haya, ambaye hajaridhika kaya tumalize Semaji. Au wote mmeridhika? Semaji. Jamani. Au wote mmeridhika? Huyu naondoka hivi. Semaji kidogo, dakika moja. Huyu bwana akapima. Huyu atakuwa na kipande cha AI kipo hapa. Sio bure. Mimi nilikuwa nakueleza pale nilipokuwa VFA, nikwambia wewe bwana, hapa wewe hivi na kutolea unielewi. Huyu bwana jirani yangu, lakini huyu sio bure. Mimi nawaambia ni ukweli. Huyu wale watatu wanaolialia. Huyu bwana yuko peke yake. Kitu cha bure peke yake ni msiba, hata kipaimara mnalipia. Niamini kwambie, hata kipaimara mnalipia. Huyu mwamba hajatoa promo yote, kaandika tu Instagram moja mje, wana upe tumeitika. Haya, twende kazi. Nani bado hapo? Maiki zenu jamani. Laos Media.